Hali gani mpendwa mtazamaji wa Rombo Mission TV? Karibu katika kipindi chako pendwa cha semina na matukio. Na hivi leo tumebahatika kuwa na mgeni katika kanisa letu la Orkesmenti, Pastor Furaha Ali Luhambati, mkurugenzi wa idara ya huduma ya uchapishaji. Mchungaji Luhambati anafanya kazi katika jimbo la Nexi, na leo atatuelezea kazi za idara anayoisimamia. Karibu sana Mchungaji Luhambati katika Rombo Mission TV. Asante sana. Mchungaji Luhambati, unaweza kutuelezea maana ya idara ya uchapishaji? Naam, ndugu mtangazaji, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya swali hilo makini. Idara ya huduma za uchapishaji ni mojawapo ya idara kubwa tena za mwanzo kabisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni idara ambayo inafanya kazi ya utume. Ni idara ambayo ilianza mwanzo kabisa mwaka 1848. Idara hii ilianza sambamba pamoja na idara ya huduma za uchungaji. Lengo lake kubwa ni hili lengo la kanisa la kueneza utume kwa njia ya machapisho. Asante sana mchungaji. Je, unaweza kutuambia umuhimu wake hasa ni nini? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Umuhimu wa idara ya huduma za uchapishaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, la kwanza kabisa ndio idara mama. Idara mama katika idara zingine zote, yenyewe inafanya kazi kabisa kusaidia idara zingine zote kuwapatia silaha hasa za kwenda kupeleka kuwasaidia watu kwa njia ya machapisho. Kwa mfano, tunafanya kazi na idara ya shule ya Sabato. Shule ya Sabato haiwezi kufanya lolote pasipo machapisho. Tunafanya kazi na idara ya huduma binafsi ambayo ni msimamizi wa utume katika kanisa. Kwa hiyo wanategemea idara hii kupata nyenzo ama vifaa vitakavyomsaidia katika kufikisha au kutimiza utume wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Historia yake kiufupi au mwanzo wake ulikuwa ni lini? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo makini na zuri. Historia ya idara ya huduma za uchapishaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato inaanza kabisa kwamba ni idara ilianza mwaka 1848 ambapo mjumbe wa Mungu Ellen White alipewa njozi na Mungu moja kwa moja ya kwamba aanze amwambie mmewe aanze kuchapisha gazeti, kitabu kidogo. Na gazeti la kwanza kabisa lililochapishwa lilikuwa linaitwa Ukweli wa Leo, The Present Truth. Lilichapishwa mwaka 1849. Bado tena mwaka 1850 gazeti la pili likachapishwa lililohusu marejeo ya Yesu, ujumbe wa marejeo ya Yesu mara ya pili pamoja na Sabato. Na hapa ni kiini cha jina letu la kanisa la Waadventista wa Sabato, kwamba sisi Waadventista tunaishi hapa duniani huku tukitarajia kuja kwa Yesu mara ya pili, wakati huo huo tukiendelea kutunza Sabato ya siku ya 7 ya juma. Na mwaka 1852 pia tunamshukuru Mungu, hapo ndipo mashine ya kwanza ilinunuliwa, mashine ndogo ya kwanza ilinunuliwa ya kanisa hili. Na baadaye tena mwaka 1855 eneo lile la kiwanda lilionekana kuwa dogo, kwa ikahamishwa kwenda pahala pengine kule Michigan. Tunaweza kufahamu kidogo tu falsafa ya huduma ya idara ya uchapishaji? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Falsafa ya idara ya huduma za uchapishaji, moja, tunaiona kabisa katika maandiko matakatifu. Katika Kutoka sura ile ya 31 aya yake ya 18, hapo ndipo tunapoona kabisa mwanzo wa hii idara na falsafa, kwamba Mungu katika mlima wa Sinai alimwelekeza Musa kwamba apande na mabamba mawili ya mawe. Wengi husema mbao mbili za mawe, lakini hapa ni mabamba mawili ya mawe. Alipanda nayo, na baadaye tunaona kabisa ili kazi ifanyike kwenye idara ya huduma za uchapishaji inategemea mambo makubwa au nyanja 4. Nyanja ya kwanza kabisa pawepo na mtunzi. Na tunaona hapo mtunzi wa mwanzo kabisa wa idara ya huduma za uchapishaji ni Mungu mwenyewe. Aliandika, na mashine ya kwanza kabisa ilikuwa ni kidole chanda cha Mungu. Halafu na material ya kwanza iliyotumika ni yale mabamba mawili ya mawe. Na mwinjilisti wa kwanza kabisa alikuwa ni mwinjilisti wa kwanza wa vitabu, alikuwa ni Musa, aliyepewa vitabu viwili ambavyo ni mabamba mawili ya mawe. Moja lilikuwa limeandika amri
4 za kwanza, la pili lilikuwa limeandika amri 6 zile za mwisho, na hivi zilikuwa zimeandikwa kwenye bamba moja. Kwa hiyo hapa tunasema idara ya huduma za uchapishaji ili ikamilike, lazima awepo mtunzi ambaye ni Mungu mwenyewe, alafu awepo zana. Material ya kwanza ni yale mabamba mawili ya mawe, alafu tena pawepo mashine ni chanda cha Mungu, pawepo mwinjilisti wa vitabu ni Musa, alafu baadaye pawepo na watakao hudumiwa na hiyo idara. Hapa ni wana wa Israeli, ndio tunawachukua hapa kama wateja wa kwanza ama walengwa wa kwanza wa idara ya huduma za uchapishaji. Hapo ndipo Mungu alitaka kazi ianzie kwa taifa la Israeli na mwisho machapisho yaanze yakasambae katika ulimwengu wote. Hii sasa lengo lake kubwa kwanza ni kuwawekea watu, ni kuwaletea watu mwanga. Maana neno la Mungu linasema neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo lengo la hii idara ni kufikisha utume na kuwatoa watu katika giza la kiroho kwa njia ya machapisho. Kwa ukweli kabisa, idara hii Sister White anaeleza katika kitabu chake kile cha Corporate Ministry au cha huduma za uchapishaji, anasema machapisho yetu hayana budi kwenda mahali ambapo isingekuwa machapisho kuna sauti ya mchungaji ambapo haiwezi kufika, wala mtu mwingine yeyote hangeweza kuokolewa isipokuwa machapisho yanaweza yakafika hapo mahali. Na kwa hakika machapisho tumeona yakitenda mambo mengi makubwa, na katika historia hata mahali pengi kabisa idara ya huduma za uchapishaji ndio imefungua kazi, kwa sababu idara hii ni idara kwa ajili ya kuhudumia jamii kwa ujumla wake. Bila shaka mpenzi mtazamaji, unavutiwa na kipindi cha leo. Kuna maswali mengi na najua utajifunza zaidi. Tupate mapumziko kidogo na hatimaye tutarudi na kuendelea na kipindi chetu pendwa. Asante sana mchungaji. Unaweza kutueleza nyanja za idara hiyo ninavyofanya kazi? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ni kweli kabisa muundo wa idara hii ya huduma za uchapishaji kabisa, kama nilivyosema tangu mwanzo kwamba ni idara kubwa. Ina uongozi wake tangu ngazi za juu za kanisa hili la Waadventista wa Sabato katika conference kuu. Alafu pia sasa muundo wake ni tofauti kidogo na idara zingine. Panakuwa na mkurugenzi alafu na wasaidizi kulingana na umuhimu na ukubwa wa idara hii namna inavyotenda kazi. Alafu pia inakuja kwenye ngazi zake zote mpaka katika ngazi ya jimbo. Lakini nyanja zake mojawapo ni hii, kwamba tulisema awali lazima idara yoyote iwe na muundo wa kiuongozi. Kwa hiyo tuna mkurugenzi kutoka General Conference au conference kuu, tuna mkurugenzi wa division, tuna mkurugenzi wa union pamoja na mkurugenzi wa conference ama wa jimbo dogo. Sasa hapa nyanja zake mojawapo, mkurugenzi anasimamia, yeye ana coordinate mambo kadhaa ambayo hayo yana wakurugenzi wasaidizi, wakurugenzi wa associates, wakurugenzi wa wenza. Tunafanya kazi pamoja na mkurugenzi mchungaji Joseph Lusega. Yeye pamoja naye kwa sababu ya nyanja zake hasa zilivyo, tunafanya kazi pamoja na mkurugenzi au meneja wa shirika linaloitwa Home Health Education Service ama shirika la huduma za nyumbani, afya na maisha bora, mchungaji Daudi Kizuku. Yeye ili shirika linahusika na usambazaji lishirika kituo kikuu kinaitwa Home Health Education Service, ambacho chini yake yeye anafanya kazi pamoja na vituo vidogo vidogo tunaita sub ABCs, Adventist Book Center, ama vituo maduka ya wanaochukua vitabu, wainjilisti wa vitabu na kuvipeleka kwa jamii. Na hapa pia tunafanya kazi, idara hii inatoa elimu, ina kitengo kinachoitwa LMS, Literature Ministry Seminary, ama chuo cha mafunzo cha wainjilisti wa vitabu. Na hapa tuna mchungaji
Sebastian Msirikali, yeye ndiye mkurugenzi wa hiki kitengo. Kwa hiyo utaona namna ambavyo inatenda kazi kulingana na hizo nyanja zake. Kwa hiyo tuna kitengo, shirika la usambazaji au taasisi ya usambazaji inaitwa Home Health Education Service au huduma za nyumbani, afya na maisha bora, ambaye mkurugenzi meneja wake anaitwa mchungaji Daudi Kizuku. Alafu tuna chuo cha uinjilisti wa vitabu, Literature Ministry Seminary, ambayo mkurugenzi wake mchungaji Sebastian Msirikali. Alafu pia tuna kiwanda UPH, Ufunuo Publishing House. Hiki kiwanda meneja wake ni mchungaji Ezekia Chaboma. Hivi ndivyo tunavyotenda kazi pamoja na wainjilisti wa vitabu wanaochukua, ambao wanakuwa wanachukua vitabu kwenye haya maduka, kwenye vituo vidogo vidogo na kusambaza kwa watu kama kulingana na sera za kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Asante sana Mchungaji Luhambert. Idara hii kiujumla inasaidiaje jamii na kanisa? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli idara hii, kama bado ninaendelea kusisitiza, idara hii umuhimu wake na kwa nini ipo ni hivi. Idara hii inasambaza vitabu vya aina katika nyanja kadhaa ambazo nitazitaja. Tuna vitabu vya kumsaidia muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato na asiye muumini kukua kiroho. Mfano wa hivyo vitabu tunavyovisambaza ni vile vinavyotuongoza katika ibada za asubuhi, vimezoeleka kusema ni kesha la asubuhi. Lakini mfano wa vitabu vingine, Pambano Kuu, Vita Hii ya Kiroho, na vitabu vingine, Jipatie Amani Moyoni, na vitabu kadha wa kadha vinavyohusiana, ambavyo mshiriki au muumini yote akisoma ataweza kukua katika nyanja zake katika nyanja ya kiroho. Kwa sababu ikumbukwe pia Yesu anasema hivi katika Luka 2:52, anasema naye Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Hapa tunapata nyanja kuu nne. Ili mwanadamu au jamii ionekane kwamba inakuwa, lazima ikue kiroho. Ndio maana vitabu vya kiroho hapo ndio kazi yetu tunasambaza. Alafu akue pia hekima. Kihekima hapa tunategemea uwezo wa akili yake huu mwanadamu ujengeka. Kwa hiyo tuna vitabu vinavyokuza uwezo wa kiakili kwa mwanadamu. Mfano wa hivyo vitabu ni tunaviita Positive Mind, na vitabu vingine vingi vya kiada vya kumsaidia ili uwezo wa akili ya mwanadamu uweze kukua. Maana mwanadamu tunategemea akue ili aweze kutambua mambo mengi atakayomsaidia. Ili mtu akue lazima awe anaipendeza jamii, kama Yesu alivyosema ampendeze Mungu pamoja na wanadamu. Sasa kupendeza jamii, tuna vitabu vinavyokuza uelewa wa upande huo, yani akue mtu kisaikolojia ili aweze kuishi na jamii inayomzunguka, aidha kwenye biashara yake ama kazini kwake ama popote pale jamii inapomzunguka. Tuna watu kwa hiyo hapa tuna vitabu vinavyokuza uelewa wa upande huu wa mahusiano. Tuna vitabu vya malezi. Tuna vitabu vinavyohusiana na swala la malezi ya watoto. Tuna vitabu vinavyohusiana na masuala ya malezi katika mambo ya ndoa, mambo ya uchumba. Tuna vitabu vinavyohusiana pia swala la kujifahamu wewe mwenyewe vile ulivyo. Kwa mfano kitabu kimoja tunaita Smart Love, yani ama Highly Effective Marriage. Ni vitabu ambavyo vimefanya tafiti mbalimbali za mambo ya ndoa na namna ambavyo unaweza ukaishi kwenye jamii, ukaishi na mwenzi wako na ukabaki kuwa salama. Lakini pia tuna vitabu vinavyohusiana moja kwa moja namna ya kujifahamu wewe mwenyewe. Unajua ukijifahamu wewe mwenyewe, hasa haiba yako vile ulivyo, utajua namna ya kuishi na mtu yeyote. Wengi katika jamii wameonekana kuto kukua katika hili. Yaani ni mtu ambaye hawezi hata kukaa na jamii. Inafika mahali fulani hata anapofagia kwa sababu mtu hajakuwa kijamii, ule uchafu anaofagilia kwenye uwanja wa mwenzake. Jambo ambalo hata kwa Biblia imekataza kabisa, hata jamii haiwezi kukubali jambo la namna hiyo. Mtu mwingine hata hawezi kumjibu mtu mwingine katika swala tu la mawasiliano kawaida, ajue ni huyu ameuliza vipi, kitu gani nifanye. Mfano hata kwenye simu, mtu anaanza kujibu wewe mjinga wewe. Sasa hapa huyu mtu tunasema amekuwa, lakini hajakuwa kimahusiano. Kwa hiyo tuna vitabu na wataalamu mbalimbali ambao shirika hili linasambaza hivi vitabu kwa ajili ya kukuza katika nyanja hizo. Nyanja nyingine ambayo tunakuza nayo hiyo nyanja ya 4, akimpendeza Mungu, tumesema vya kiroho. Hekima, vitabu vinavyokuza akili. Lakini pia vitabu vya mahusiano, ndio tumestaja hivyo vitabu vinavyohusiana na mambo ya saikolojia, kukuza uwezo wa kiakili na mahusiano kwa ujumla. Tuna nyanja ya mwisho
ambazo ni nyanja 4 ambavyo vitabu vinasambazwa katika idara hii ya huduma za uchapishaji. Idara kimpendeza Mungu katika hekima na kimo tunazungumzia hapa swala la mwili kiafya. Kwa hiyo hapa tunataka mtu akue katika nyanja za kiafya, na hapa katika eneo hili tumefanya vizuri sana kwa sababu tuna vitabu vingi vya afya. Kwa mfano, tuna vitabu ambavyo tumevitafsiri sasa, vilikuwa kwa Kiingereza inaitwa Healthy Body, sasa tumevitafsiri. Tulikuwa tunaitwa vitabu Healthy Juices, tumetafsiri vinaitwa sharubati za kiafya. Tulikuwa tunaita Healthy Food, tumetafsiri kitabu kinaitwa Chakula Kifaacho, Afya na Raha, Uponyaji wa Mungu. Katika nyanja hii ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, kwa sababu idara hii imeleta mchango mkubwa sana kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Baadhi ya vitabu vyetu vinavyosambazwa katika shirika hili vinatumika katika vyuo vikuu mbalimbali, na hata tafiti zake na waandishi wa vitabu hivi ndio washauri wa shirika la afya duniani. Kwa hiyo ni idara iliyopo ili kuleta faida kwa jamii na kwa kanisa kwa ujumla. Nilikuwa natoa wito, na mimi nikuulize kidogo, kama katika vitabu nyanja hizi zote, je, hapo nyumbani ama hapo ofisini una aina ya vitabu vya kukusaidia kukua kiroho? Nyanja moja. Una aina vitabu vya kukusaidia pia ukue kijamii, vitabu vya saikolojia. Una aina pia vya kusaidia vitabu ukue kiakili, vitabu vya malezi, elimu ya kweli, na vitabu vya mambo ya mahusiano. Je, una vitabu vya mambo ya afya? Ukumbuke jambo moja, kwamba mwili wa mwanadamu hauna spare. Vifaa vingine vyovyote duniani vina spare, lakini mwili wa mwanadamu, afya, ndio mtaji wa kila kitu. Kwa hiyo ninatia moyo kila mtu kakague tena kwa mara nyingine tena, ili uhakikishe una hivi vitabu vya muhimu kabisa, na utawaona namna gani. Nitakueleza hapo mbele kidogo, mara baada ya mapumziko kidogo, nitaeleza namna vitabu hivi vinavyopatikana kwa nani na kwa akina nani, ili upate sahihi. Maana hatuna mahali pengine mbadala unapoweza kuvipata hivi vitabu isipokuwa vinatoka kwa hii idara na shirika letu la Home Health Education Services. Mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko kidogo na hatimaye tutarejea tena kwa Mchungaji Luhambert. Wewe kama mkurugenzi, unaweza kutueleza mafanikio ulioyapata katika idara hii? Ninakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli namshukuru Mungu sana katika jimbo hili dogo la NETC. Mafanikio makubwa sana tumeyapata kwa hii idara, kwa sababu tumepata kwanza shuhuda nyingi za watu ambao wamesoma machapisho yetu na wameamua kutafuta kanisa la Waadventista wa Sabato, na wengi wamejiunga kwa njia ya ubatizo. Jambo jingine ambalo tunamshukuru Mungu sana, tulikuwa na changamoto ya watu kusoma vitabu, ikuwa na ibada. Tulikuja na mkakati wa kuamsha ibada za nyumbani asubuhi, na hapa tulikuta kuna changamoto ya watu kuto kusoma, kununua na kusoma vitabu vya ibada za asubuhi, inaitwa kesha la asubuhi. Mpaka sasa tunamshukuru Mungu, tumetoka kutoka kwenye ile 20% iliyokuwepo, na hata sasa tunaelekea kwenye 50% ya watu kusoma vitabu vya kesha la asubuhi. Jambo jingine ambalo tunamshukuru Mungu sana, tumeingia katika taasisi na mashirika mbalimbali kutoa hii elimu na vitabu kwenye mashule. Tumetoa hivyo, tumetoa tena vitabu kwenye magereza mbalimbali, tumeenda kwenye mahospitali ya binafsi na ya government, tumevitoa, tumesambaza kwenye stendi za watu, na kwa kweli katika jamii mbalimbali tumevitoa vitabu, na vitabu vyetu vinapendwa sana na watu wengi wameendelea kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, mafanikio makubwa, tunaona mwitikio mkubwa wa watu kupenda machapisho yetu, na hii inanipa changamoto ya kwamba kazi bado, kanisa letu, mimi na wewe, tunatakiwa kujitoa zaidi kwa ajili ya kuwahudumia jamii ambayo kwa kweli jamii yetu kubwa inakumbwa na changamoto sana za mambo ya afya. Kuna kitabu kimoja ambacho kimefanya vizuri sana, kinaitwa Geuza Mwelekeo wa Afya Yako. Kile kitabu kinaelekeza na ni wataalamu wameeleza namna ambavyo wewe mwenyewe unaweza kawa nyumbani kwako, lakini ukajipima vitu vya kawaida, ukajua sukari yako inaongezeka ikoje, ukajua uzito wako je unaongezeka au ukoje, ukajua namna gani ya kufanya, ule vyakula gani na nini ufanye, na hatimaye ili uweze kurudi katika hali yako ya asili. Siku hizi
watu wanasoma vitabu mtandaoni. Je, halileti changamoto katika idara yako? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo muhimu, na hata hivyo nilitegemea hilo swali litaulizwa. Kwa hakika idara hii ya huduma za uchapishaji ilianza na Mungu mwenyewe kwa njia ya machapisho na itamaliza kazi kwa njia ya machapisho. Ni kweli kuna baadhi teknolojia haiwezi kupingana na unabii uliopo, maana ilielekezwa mapema ya kwamba maarifa yataongezeka. Sasa swali ni namna gani tunatumia haya maarifa. Sisi kwetu ni kweli tumeingia, hasa kwa jamii ya Kiafrika imeingia kwenye teknolojia na jambo ambalo ni kama ilikuwa haijajipanga vile. Kuna kama ulimbukeni anadhani kwamba kusoma kitabu mtandaoni hana haja ya kuwa na kitabu ambacho ni kitabu kamili ambayo ni hard copy. Hii si kweli, kwa sababu kuna faida zake. Utafiti umeonyesha mtu anayesoma soft copy au kitu mtandaoni, uwezo wake wa kuweza kumakinika, concentration ni asilimia chache kuliko yule ni kama asilimia 15, lakini yule anayesoma kwa kitabu halisi na kuweka alama zake, uwezo wake wa kumakinika ni asilimia 85. Kwa hiyo njia ya kuwa na kitabu halisi inaonekana kuwa bora zaidi. Kwa hiyo tunatia moyo kila mmoja wetu awe na kitabu halisi ili aweze kusoma. Na kwa hakika hata hivyo kuna utafiti kidogo hapo umefanyika kwamba inaonekana nyaraka zote muhimu zote katika taasisi zote, hata mashirika ya kimataifa, haziwezi kutunzwa kwa soft copy. Lazima zitunzwe kwenye hard copy. Hii ikiwa na maana ya kwamba mtu aliye makini atataka kuwa na kitabu cha soft copy, lakini atataka kuwa na kitabu cha hard copy, kitabu halisi, kwa sababu ukweli unabaki kuwa pale pale. Hata kidogo kuna hapa kidogo katika suala la uandishi, kuna fasihi andishi na fasihi simulizi. Fasihi andishi inadumu zaidi kuliko fasihi simulizi. Kwa hiyo ninatia moyo, wako wengi ambao wameingia vibaya pia. Vitabu vyetu vya shirika letu vina haki miliki. Kwa hiyo ni kosa, tena kosa la kisheria, tena kosa sio la kisheria, kosa la kijinai, mtu yeyote kudurufu kitabu pasipo idhini ya shirika. Yaani kwa mfano, ukaamua wewe hapo kuchukua kitabu cha nyimbo ukakizalisha ukaanza kutoa bila utaratibu, ama ukachukua lesoni ama kesha la asubuhi, faini yake kwa Tanzania, kwa nani Tanzania ni milioni 500. Sasa watu wengi hapa wameingia bila kufahamu hili. Sasa katika swala la sheria, kuto kufahamu sheria haina maana sio kosa. Kwa hiyo ninawaasa pia watu kuwa waangalifu. Hairuhusiwi kitabu chochote kudurufu kwa namna yoyote na kuanza kukisambaza kinyume na utaratibu na kuto kupata idhini kwa shirika ama idara hii ya huduma za uchapishaji. Na hapa ninawatia moyo wengi ambao wao wanadhani kwamba wanafanya kazi ya injili kusambaza, kumbe huko wanavunja sheria. Sasa hebu basi turudi katika utaratibu. Ukitaka usambaze hata kwa njia ya mtandao, bado hata sie tuna namna yetu, unafuata hizo sheria zilizowekwa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sera za kanisa, na ndipo sasa uruhusiwe. Kwa sasa hakuna yeyote aliyeruhusiwa isipokuwa ni shirika la huduma za nyumbani, afya na maisha bora lililoko chini ya idara ya huduma za uchapishaji peke yake. Haruhusiwi mchungaji kwa ngazi yoyote kusambaza ama mshiriki kwa ngazi yoyote kufanya vyovyote vile. Na hata hivyo hili jambo kwa sababu limeshakuwa wimbi kubwa, nimeona viongozi wetu wameshalipeleka, litafanywa kazi kwa wakati fulani. Kuna mashirika, kuna watu wengine wamekuwa wakisambaza tofauti hapa Tanzania, na kwa hakika litaanza kutolewa ufafanuzi, na wengi ninawaona pasipo kujua watajishangaa wanaitwa mahakamani kwa sababu ya kosa hili la kusambaza pasipo kufuata utaratibu. Kwa hiyo ni waasi ndugu zangu, ni vizuri kufuata utaratibu, maana kanisa hili lipo hapa kwa nchini Tanzania kisheria na duniani kote. Kwa hiyo kwa sababu tuko kihalali, na rasilimali zetu zilizoko ndani ya kanisa hili zinalindwa pia kisheria. Nawashukuru sana na asante sana ndugu mtangazaji. Je, mkakati wa idara hii 2025 ukoje? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Mkakati wa idara ya huduma za uchapishaji kwa mwaka 2025 tunatembea katika milipuko yote ya Injili.
na hivi sasa mwezi huu ni mlipuko, mwezi huu wa 3 wote tangu ulipoanza ni mlipuko wa injili kwa njia ya machapisho na kwa effort zinazofanyika, tunaita TMY. Tuna kanda zetu 4 hapa katika conference hii, na zote zinaingia huko na huko kufanya efforts, zikiingia kugawa machapisho, lakini kuwavuta watu, na mwisho wake kila mshiriki tunamtia moyo mwezi huu wa 3 usiishe hajapata kitabu cha kwake mwenyewe cha kujisomea, na kingine pia kwa ajili ya kumgawia ndugu na jamaa ama mfanyakazi katika eneo lake. Mkakati mwingine tulio nao mwezi wa 4 hapa, mwezi wa 4 kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 19 itakuwa ni juma maalum la idara ya huduma za uchapishaji kwa ulimwengu mzima. Na hapa sasa watumishi watatawanyika kila kona, na hapa tunawatia moyo kwa sababu wainjilisti wa vitabu bado katika conference hii ni wachache. Tunawatia moyo kila mchungaji mitaa yote 61 ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato katika jimbo hili la kaskazini mashariki mwa Tanzania uliweke mpango mapema, na maelekezo tulikwisha kutoa namna ambavyo kila kanisa na kila kundi katika tarehe 12 mpaka tarehe 19 juma hili liweze kuendeshwa, na mwisho kilele chake ambayo ni tarehe 19 ni siku maalum kabisa kwa jimbo lote kwa ajili ya kuchangia pesa kwa ajili ya machapisho ili kuinua idara na kuongeza machapisho katika kitengo hiki cha idara ya huduma za uchapishaji. Kwa hiyo hapa tutakuwa na sadaka maalum. Tunatoa wito, na sadaka yenyewe ni hivi kwamba mfano kila mshiriki akatoa shilingi 2000, una washiriki 200, tunategemea 2000 mara 200. Hilo ndio goli lako. Kwa hiyo kila mtaa goli lake ni hilo, na mwisho tarehe 19 baada ya kuchangisha hizo pesa, taarifa yake itatumwa moja kwa moja, na ili kujua ni mtaa upi, kanisa lipi limefikia malengo yake. Na sababu na hilo tumejipanga mwezi wa 5 ni Danet event, na hapa tunatoa ushauri. Idara ya huduma za uchapishaji ni idara inayofanya kazi kuzitia nguvu kuwasaidia idara zingine zote. Kwa mfano idara ya huduma hivi sasa na idara ya shule Sabato wanapambana, kila mshiriki ajihusishe kuongoa roho. Hapa sasa tunatoa wito kwamba ni muda sasa wa kuingia na kuandaa na kupeleka machapisho kwa watu na kutengeneza utaratibu, kuwapelekea pia masomo ya sauti ya unabii, alafu baadaye wanawahitimisha na kuwapa zawadi za machapisho mbalimbali, ili hawa watu tunapofika mwezi wa 5 kwenye Danet event, kila mtu na kila mshiriki awe ameacha kuwa mtazamaji, awe tayari amekuwa na kitabu na rafiki ambaye amekuwa akimsaidia. Na ninamshukuru Mungu katika hili, namshukuru Mungu sana. Hapa kesho Simanjiro, mchungaji wa mtaa huu na kanisa kwa ujumla kwa mtaa wamefanya jambo moja makini sana. Tutafanya uzinduzi mkubwa wa masomo ya sauti ya unabii, kila mshiriki na masomo ya sauti ya unabii kwenda kuwasomesha wengine. Kwa hiyo tunategemea kwenye Danet event kila hawa waliosomeshwa watapokea vyeti vyao, na mwisho watakuwa ni wabatizwa au washiriki watarajiwa, kwa sababu kesho tutafanya uzinduzi mkubwa hapa, na mtaa huu umejipanga katika hivyo, na masomo mengi kabisa tayari yamekwisha kufika kwa ajili ya jambo hili. Jambo nyingine, tunatia moyo tena idara ya huduma za uchapishaji katika mlipuko wa injili kwa miji mikuu. Hapa ni mwezi wa 6 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 14. Hapa tunatia msisitizo tena, machapisho yaendelee kusambaa. Sabato za wageni zitaandaliwa, rare kadhaa zitaandaliwa, kila kanisa lifanye utafiti wa kina katika maeneo yake. Kama kuna hospitali, kuna vituo vyovyote ambavyo wanakusanyika, vituo vya michezo, kuna fukwe mbalimbali, kuna mashule, kuna vyuo, ama kuna taasisi, kuna masoko, ingelikuwa vema haya machapisho mpango ungefanyika kwa kila kanisa katika hapa NTC, ili hivyo vitabu vikasambaa huko tayari kabisa. Effort inapokuja sasa ile ya hadhara inakuwa tayari tunakwenda kuvuna. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tumejipanga mikakati kwa idara ya huduma za uchapishaji katika mwaka huu 2025. Na mwezi wa 7 tuna zile ule mkakati wa mlipuko wa injili kwa kurejea nyumbani. Hapa tunatia moyo katika hapa NTC, wako wengi sana walioko hapa NTC na walioko nje ya NTC wenye mzizi hapa. Mfano rafiki zangu, ndugu zangu Wachaga, hawa watani wetu hawa, Wapare na makabila mengine yote hapa NTC, kwamba popote pale ulipo amua kurudi nyumbani. Sasa unaweza ukaamua kurudi nyumbani. Sisi hapa tuna moto unaosema NTC rudi nyumbani
kwa njia ya machapisho. Sasa unaweza ukawa popote pale ulipo katika nchi ya Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania, ukaamua kuwasiliana na sisi moja kwa moja, tukakuelekeza maeneo gani hapa NETC bado injili haijapenya. Tuna maeneo mengi huku Kabuku, huku Tanga, huku Simanjiro, nimekuja eneo mbali huku, tuna maeneo mengi kabisa bado injili yetu haijafika. Kwa hiyo popote pale ulipo wewe unaweza kutufikia kurejea nyumbani kwa njia ya machapisho. Na hapa moto wetu ni rudi nyumbani, okoa jamii kwa njia ya machapisho. Hii itafanyika mwezi ule wa 7. Kwa hiyo tunakutia moyo popote ulipo, amua kurejea nyumbani kwa njia ya machapisho. Na mwezi wa 10 ni mwezi tunaitwa mwezi mkuu wa mavuno. Na hapa pia tumejipanga kilele chake mwezi wa 10 wote, na tutahitimisha na tarehe 1 mwezi wa 11, siku maalum kabisa hapa NETC ya usambazaji wa kitabu cha utume, yani pambano kuu. Na hii itafanyika, kituo kikuu kwa NETC kitafanyikia pale katika jiji la Tanga. Jiji lote la Tanga litazizima. Tutatembea kutoka roundabout zote zile, tutaelekea huko. Kwaya zimepangwa, vijana wamepangwa, idara zote zimeshika pambano kuu, ili tuuashe mwenge kama tulivyofanya mwaka juzi katika mji ule wa Moshi. Na hapa kila kanisa na kila kundi ambao hawataweza kufika kule Tanga, wao pia watafanya mkakati wapate hivyo vitabu vya pambano kuu na tayari kwa ajili ya kuvisambaza. Hivi ndivyo mipango na matarajio yetu na mikakati kwa NETC kwa mwaka 2025. Nakushukuru sana. Kuna uhusiano gani kati ya idara ya uchapishaji na roho ya unabii? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo makini. Idara ya huduma za uchapishaji inaratibu shughuli zote za huduma za uchapishaji katika nyanja zote kuu 4 nilizozisema: vitabu vya mambo ya kiroho, vitabu vya mambo ya afya au nyanja mambo ya kimahusiano, na vitabu vinavyokuza mambo ya akili. Sasa roho ya unabii moja kwa moja uhusiano wake ulioko na idara ya huduma za uchapishaji. Idara ya huduma za uchapishaji ndiyo inaratibu roho ya unabii. Ni vitabu ama tunaita nuru ndogo, ambayo kwa mjibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, nuru hii ndogo ilianzishwa uzuri kabisa na mjumbe wa Mungu Sister Ellen G. White. Sasa hapa kuna vitabu vingi na machapisho mengi ambayo ni ya roho ya unabii. Sasa tunatia moyo kwa kanisa kuwa na mpango kabambe wa kuwa na kujifunza vitabu hivi vya kumsaidia Mwadventista Msabato kukua kiroho. Sasa hapa ndipo mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji anatenda kazi moja kwa moja na huyu mratibu wa roho ya unabii. Sasa mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji yeye anahudumia ndani ya kanisa, lakini zaidi sana anahudumia watu na nje ya kanisa, maana anapeleka vitabu vya afya, anapeleka vitabu vya mambo ya elimu, anapeleka vitabu vya mambo ya kisaikolojia. Sasa huyu mratibu wa roho ya unabii anahusika zaidi ndani, kwa sababu yeye sasa ndiye mwenye kupanga mipango, namna gani, ni kitabu kipi au kuna changamoto gani. Vitabu vya mambo ya unabii, kuna changamoto gani ambayo kwa kanisa hili aliko kwa robo unaweza mkachagua, labda tujifunze kitabu cha pambano kuu, labda robo nyingine inayokuja tujifunze kitabu cha ufunuo, labda robo nyingine inayokuja tujifunze kitabu cha kutayarisha njia, labda nyingine inayokuja tujifunze kitabu fulani. Yeye ndiye anayepangilia. Na kwa mjibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ifahamike vizuri kulingana na mwongozo wake, Sabato mchana huwa panakuwa na vipindi vya maidara, na baadaye kunakuwa na kipindi cha vya kujifunza neno la Mungu. Na hapa sasa pametokea kulegalega kidogo, ndipo tunatoa wito huyu mratibu wa roho ya unabii awasiliane vizuri na ofisi ya mchungaji pamoja na ofisi ya mchungaji, ili waone changamoto iliyopo kwenye eneo fulani. Sisi kwa conference tunatoa maelekezo kwamba robo hii tutasoma kitabu fulani, lakini kulingana na mazingira yetu yalivyo na utofauti, kunaweza kuwa na changamoto, labda Simanjiro kuna changamoto ya jambo fulani. Bado tunashauriana kwamba kupitia kwa ofisi ya mchungaji kwamba tulete kitabu gani kisome cha roho ya unabii ili kujibu hiyo changamoto iliyoko kwa wakati huo katika eneo la Simanjiro. Kwa hiyo hapa ninatenda kazi kwa pamoja. Huyu mratibu wa roho ya unabii ni mjumbe wa baraza la kanisa. Mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji kwa kanisani ni mjumbe wa baraza la kanisa. Na kuna kamati maalum ambayo yenyewe inaratibu hii shughuli kwa ujumla wake. Hatendi mtu mmoja peke yake. Mfano, hapa kwenye kuhusiana katika swala la kamati, mkurugenzi wa huduma za uchapishaji yeye ndiye mwenyekiti wa hii kamati. Wajumbe wake ni kiongozi wa huduma binafsi, yani mkuu wa huduma binafsi, katibu wa huduma binafsi,
mzee wa kanisa, mshauri, kiongozi wa shule ya Sabato, kiongozi wa idara ya vijana wakubwa, kiongozi wa ambassador, mkurugenzi wa Pathfinder, mkurugenzi wa Adventure, mkurugenzi wa mawasiliano pamoja na mchungaji. Hii idara kwa pamoja ikikaa, hii ndio kamati tendaji ya idara ya huduma za uchapishaji, inachakata mipango yake na kuona hitaji hasa la machapisho kwenye maeneo hayo husika, na baadaye wanawasiliana na kiongozi wa kanda au kiongozi wa conference ili tuone namna gani tunaweza tukafanya rare ni ya kuhamasisha ili kuwatia moyo washiriki wapate hivyo vitabu. Mpenzi mtazamaji wa Rombo Mission TV, bila shaka umebarikiwa na kipindi chetu cha leo. Binafsi kwa pekee sana nimebarikiwa. Namshukuru sana Pastor Luhambati kwa kutembelea Simanjiro. Pastor, asante sana na karibu sana. Asante sana, Mungu akubariki. Hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu pendwa cha semina na matukio wiki hii. Mimi mtangazaji wako Nancy David Yona, walioko nyuma ya kamera Naomi Temba pamoja na Sara Temba. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Bye bye.